ya leo tumekuja kuendeleza uhifadhi wa chanzo cha maji cha Kiwemunyu katika milima ya kijiji cha Mtepa, halmashauri ya Madaba, na tulikuja kutembelea chanzo hichi na tukagundua kuna baadhi ya maeneo kuna uharibifu ulifanyika, kuna baadhi ya wananchi walitumia na kufanya kilimo, na hivyo leo kwa kushirikiana na serikali ya kijiji pamoja na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Madaba pamoja na viongozi wengine wa halmashauri ya Madaba tumeshirikiana nao katika kuhifadhi chanzo hichi, na tumepanda jumla ya miche ya maji 500 ambayo tumeshirikiana mabwana miti pamoja na ofisi nzima ya Madaba tumeshirikiana katika kuhifadhi chanzo hichi, na vile tumetoa elimu kwa wananchi ambao wamefika. Tumetoa elimu kuhusiana na umuhimu wa kutunza chanzo hichi ili waweze kuepukana na magonjwa mbalimbali yanayotokana na madawa yanayopigwa na watu wanaofanya kilimo, lakini ili waweze kunywa maji safi ambayo hayana matope. Tumewapa elimu ya kutosha na tunaamini wataelewa, na tunaamini chanzo hichi kitatunzika baada ya upandaji huu wa leo. Kwa hiyo tunazidi kutoa rai yetu kwa wananchi mbalimbali ambao wako karibu na vyanzo vya maji mbalimbali kwamba waache kufanya uharibifu kwenye vyanzo kwa sababu madhara wanayapata wao wenyewe. Kimsingi tumeendesha zoezi hili kwenye eneo hili kwa sababu awali eneo hili ndio lilikuwa linazalisha maji kwa wingi kwa ajili ya kupata huduma ya maji kwenye mji wetu wa Madaba. Hii intake inayoonekana hapa ilijengwa kwenye mwaka 1976. Kwa wakati huo ilikuwa inatosheleza maji mengi, na ilikuwa inatosheleza kwa sababu bado kulikuwa na uoto wa asili wa kutosha kwenye eneo hili. Ni matumaini yetu baada ya kazi hii tuliyoifanya leo, sisi kama serikali tutashirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba eneo hili ambalo tayari liliingia kwenye uharibifu wa shughuli mbalimbali za kibinadamu, shughuli zile za uharibifu hazitarudia tena, kwa kuwashirikisha wao wenyewe, kwa kuwapa elimu, lakini pia kulitunza eneo lenyewe hili bila kutumia shughuli zingine zote za kilimo, ukataji wa kuni. Hiyo tutafanya zoezi hili kwa ushirikishwaji wa serikali ya kijiji, lakini pia serikali ya kata. Lakini pia wataalamu wetu wa kutoka shamba la miti Wino bado wataendelea kuwa na sisi, kuendelea kutushauri namna nzuri na namna bora zaidi ya kuendelea kuitunza hii miti ambayo tumeipanda leo, ili mwisho wa siku sisi tuliopo leo, uoto huu asili tulilisishwa na wazazi wetu, na sisi leo tunavyopanda hii miti tunaamini kwa siku za baadaye tutawalisisha vizazi vijavyo vya baadaye. Lakini pia tatizo la maji katika mji wetu wa Madaba litakwenda kupungua. Hili zoezi la upandaji wa miti kwa siku hii ya leo litaenda kuinufaisha jamii kwa maeneo mawili. Cha kwanza, tunarudisha uoto wa asili ambao ulikuwa unaelekea kupotea. Cha pili, tukishaboresha uoto wa asili tunaamini maji yatarudi kwa kiwango kile ambacho kilichokuwepo toka awali. Kwa hiyo tunaamini tunaenda kuyapata mafanikio makubwa baada ya zoezi hili la upandaji wa miti kwenye vyanzo vya maji siku hii ya leo. Rai yangu mimi kwa viongozi ni kutanua wigo wa ulinzi, sababu ni kweli vijana tunao, lakini eneo hili la uhifadhi ni kubwa. Kwa maana hiyo idadi ya vijana wanaozunguka na idadi na ukubwa wa msitu, maana yake tunatakiwa tuongeze idadi ya walinzi ili wale watumiaji wa uharibifu wa huu msitu wasipate nafasi. Kwa siku ya leo nafurahi kwa kushiriki upandaji wa miti katika intake ya maji kijiji cha Mtepa Kiwemunyu. Tumekuja kupanda miti ili kudumisha ustawi wa maji kutokana na uharibifu na ukame uliotokana na uharibifu wa mazingira ndani ya miaka hii ya katikati. Na haya maji yalitengenezwa kutokana na kolamu ya watu, kwa miaka hiyo walikuwa ni wachache. Kwa kipindi cha nyuma maji yalikuwa yanatosheleza, lakini katikati hapa tulikuwa napata shida kutokana na uharibifu wa mazingira, kukata miti na watu kulima katika maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa maana leo tumefanya zoezi hili tukishirikiana na watu wa misitu kwa kutoa elimu namna ya kupanda miti ili kuhifadhi maji. Rai kwa wananchi wenzangu wa halmashauri ya Madaba, tuungane na wenzetu hawa watu wahifadhi wa misitu, wanapotuambia kitu tutoe ushirikiano kama wao wamejitoa, wengine wametoka mjini, wengine toka kwenye zao, na sisi tuwe wepesi kushiriki kwenye mambo, kwa sababu haya ni faida yetu sisi, wala sio faida ya kwao.
Katika mikakati ambayo tunayo katika kuhakikisha kwamba uoto huu wa asili na miti hii inaendelea, kwanza kabisa kama nilivyosema, tutashirikisha wananchi wote, lakini serikali ya kijiji cha Mtepa ina utaratibu ambao tayari umeshaandaliwa. Kuna vikundi ambavyo vimetengwa, kuna vijana wapo ambao kila daima wanapita huku kwa ajili ya ulinzi wa eneo hili, lakini pia baada ya zoezi hili tunaenda kukaa tena ili kuunda vikundi shirikishi kutoka kwenye jamii yetu, daima waendelee kupitia kwenye maeneo haya wakati wote kuhakikisha kwamba hakuna uharibifu utakao kwenda kujitokeza na kuona faida ya kazi tuliyoifanya leo.